Sasa tunaendelea na kujifundisha kuhusu kutakaswa kwa hekalu, na Danieli 8:14 inaelezea vile hekalu ingetakaswa, na katika kitabu cha Malaki Leviticus chapter 16 tukasikia kuna vitu vilikuwa zinatakaswa. Hekalu ilikuwa inatakaswaje? Kwanza watu walikuwa wanatakaswa, na pia hekalu yenyewe ilikuwa inatakaswa, hata kuhani alikuwa anatakaswa. Na katika hiyo siku ambayo kulikuwa na kutakaswa huko, ilikuwa inaitwa siku ya upatanisho, na pia ilikuwa ni siku ya hukumu. Ilikuwa inaitwa Yom Kippur, Day of Judgment. Kwa hivyo kumbushe tusoma katika Leviticus chapter 23 verse 27 to 32. Leviticus chapter 23 verse 27 to 32. Soma. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa saba. Siku ya 10 ya mwezi wa saba. Mkumbuke siku ya 10 ya mwezi wa saba ya Wayahudi ilikuwa inalingana na tarehe 22 mwezi wa 10 ya kalenda hii tuko nayo ya Gregorian. Kwa hivyo siku ya 10 ya mwezi wa saba ilikuwa ni Tishri. Tishri ni mwezi wa saba wa Wayahudi ambao unaendeshana na mwezi wa 10 wa Gregorian kale. Sasa tarehe 7 ilikuwa inaendeshana na tarehe 22 ya Gregorian calendar. Endelea. Siku ya upatanisho. Kwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya upatanisho. Kwa kusanyiko takatifu kwetu. Kwa hivyo kulikuwa na kusanyiko takatifu kwetu. Hadi mujitesa nafsi. Kulikuwa na kujitesa nafsi. Kumaanisha kwamba kulikuwa na kujichunguza, self examination. Kulikuwa na self examination. Endelea. Nanyi mtasogea sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Pia kulikuwa na kusogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. 28. Nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo. Pia ilikuwa ni Sabato, hakukuwa na kufanya kazi siku hiyo. Kwa ni siku ya upatanisho. Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Bwana Mungu wenu. Kufanya upatanisho kwa ajili yenu Bwana mbele yenu. Kwa mtu awaye yote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo hiyo. Si mtu awaye yote asiyejitesa nafsi yake mwenyewe siku hiyo. Atakataliwa bali na watu wake. Atakataliwa bali na watu wake. Ndio tunasema siku hii ilikuwa ni siku ya judgment. Kama mtu angejihoji ilikuwa unakataliwa bali. Endelea. Mtu yeyote afanyaye kazi ya namna yeyote siku hiyo. Na kitu kingine tuelewe, hii haikufanywa watu wa mataifa, ilikuwa ni Waisraeli. Kwa hivyo hii ni hukumu ambayo ilikuwa inatafuta kuwachunguza Waisraeli ambao walikuwa ni watu wa Mungu. Wale ambao walikuwa wanadai ni watumishi wa Mungu, sio watu wa mataifa hapa. Ni watu wa Israeli, watu wa Mungu. Sisahau ya point pia. Endelea. Mtu huyo atamwangamiza bali na watu wa. Unaona, ilikuwa ni siku ya judgment. Kunakuwa na investigative judgment, na baada ya hiyo investigative judgment kulikuwa na ile inaitwa executive judgment. Kulikuwa na declaration, alafu sasa kunakuwa na execution. Endelea. Msifanye kazi ya namna yoyote. Msifanye kazi ya namna yoyote. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Katika makao yenu yote. Umefika wapi? Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Nanyi mtasitesa nafsi zenu. Mtasitesa nafsi zenu. Siku ya kenda ya mwezi wakati wa jioni. Siku ya kenda ya mwezi wakati wa jioni. Tangu jioni hata jioni. Shika hiyo sabato yenu. Kwa hivyo hii sabato sio ya seventh day, ilikuwa ni the sabato ya the day of atonement.
atonimiriti. Na Leviticus chapter 16 verse 7 to 10, sorry, verse 16 verse umesoma Deuteronomy hiyo, ulisoma Leviticus 23. Umesoma gani? Leviticus chapter sasa soma 16 kuanzia verse 29 to 34. Amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Mtajitabisha roho zenu. Mtajitabisha roho zenu. Msifanye kazi ya namna yoyote. Msifanye kazi ya namna yoyote. Mzaliwa na mgeni akae kati yenu. Mzaliwa na mgeni akae kati yenu. Maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu. Siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu. Ili kuwatakasa. Nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Unasikia? Mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Aha. Sabato ya raha. Ni sabato ya raha. Ya makini kwenu nanyi. Mtajitabisha roho zenu ni amri ya milele. Mtajitabisha roho zenu ni amri ya milele. Mwisho. Na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake ataufanya hiyo upatanisho, naye atavaa mavazi ya kitani, yaani yale mavazi matakatifu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu. Unasikia tena, sio tu watakatifu, sio tu Waisraeli wanatakiwa natakaswa, wanafanya upatanisho pia. Alikuwa anafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu. Mkumbuke Daniel chapter 8 verse 14, patakatifu patatakaswa. Kwa hivyo kulikuwa na kutakasa watu, kutakasa hekalu. Naye atafanya patanisho kwa ajili ya hema ya kukutania. Pia alikuwa anafanya upatanisho kwa ajili ya hema ya kukutania na kwa ajili ya madhabahu. Kwa ajili ya madhabahu. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani. Hata makuhani walikuwa wanahitaji kufanya upatanisho kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko. Na kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko. Amri hii itakuwa amri ya milele ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao zote, mara moja kila mwaka. Naye akafanya vile vile. Kwa hivyo Waisraeli walikuwa wanahitajika kufanyia upatanisho. Hekalu ilikuwa inahitajika kufanyia upatanisho. Na pia hata kuhani alikuwa anahitaji kufanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe. Na tukaangalia asubuhi, Mwisraeli angefanya dhambi, ulikuwa unakuja na kafara, na wewe mwenyewe ndiye ulikuwa unaichinja. Kuhani alikuwa anachukua damu ya hiyo, anaingia nayo ndani ya hekalu, ananyunyizia damu ndani ya hekalu. Ama kuhani alikuwa anakula nyama ya ile kafara. Kwa hivyo sasa alikuwa anabeba uovu wa mwenye dhambi. Na kwa njia hiyo sasa dhambi ilikuwa inahamishwa kutoka kwa mwenye dhambi kupitia kwa kafara. Damu ya kafara inaingia katika hekalu ama inabebwa na kuhani. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba dhambi zote zilikuwa hatimaye zinaingia na zinakaa kwa hekalu zikiwa huko. Sasa ingehitajika siku moja kwa mwaka katika mwezi huo wa saba wa mwezi wa Yahudi kufanyiwa upatanisho, ilikuwa inaitwa siku ya upatanisho. Sasa hii ndio sasa Daniel chapter 8 verse 14 anasema. Lakini sasa kutubuke kwamba anaposema patakatifu patakaswa, sasa hairegi hekalu ya Wayahudi, kwa sababu hekalu ya Wayahudi iliweza kuangamizwa lini? Siweza kuangamizwa na Rumi. Tulisikia Danieli 9 mstari wa 26 na 27, baada ya Wayahudi kumkataa Yesu na mlango wao kufungwa, watu wa mkuu atakayekuja angekuja na angamize mji
Wow, tulisikia hiyo. Hiyo tunasoma katika Daniel chapter 9 verse 26 na 27. Kwa sahi hakuna hekalu ya Yahudi. Hekalu ya Yahudi ilifanya nini? Iliangamizwa. Sasa baada ya Kristo kufa na kufuka, Yesu alienda mbinguni, katika hekalu la mbinguni akaenda na damu yake mwenyewe. Hii Daniel Hebrew chapter 9 verse 12. Hebu soma hiyo. Anzia Hebrew chapter 6 verse 20. Alafu ende 9 verse 12. Alafu ende kwa 22 to 35. Hebrew chapter 6 verse 20. Hata unaweza anzia 19. Tulio nayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu yaingiayo hata mule mlimo ndani ya pazia, aingiayo ndani hata ndani ya pazia. Alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, kwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Akawa kuhani wetu mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. 9 verse 0 nasema, wala si kwa damu ya mbuzi na damu. Lakini kabla kuka hapo soma 8 verse 1 na 2 alafu verse 5. Basi katika haya tunayosema, neno lililokuu ndilo hili. Naye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Aliyeketi katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu cha ukuu mbinguni. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Kwa hivyo mbinguni kuna hekalu ambayo hakuna sio mwanadamu aliweka, bali ni Bwana mwenyewe. Umefika tu. Haya, header 5. Inasema, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Hiyo ni 4, anzia 4. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani. Huyu ni Yesu. Kama angekuwa juu ya nchi yake, asingekuwa kuhani. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Kuna makuhani walikuwa wanatoa sadaka kama ilivyokuwa imeagiza sheria. Endelea. Watumikiao mfano kivuli cha mambo ya mbinguni. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu. Alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia, ukafanye vitu vyote kwa mfano ule. Kaona pia waache hiyo makelele. Katika mlima. Arudia. Angalia, ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule. Ulioonyeshwa katika mlima. 6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Hiyo Hebrew chapter 9 verse 6 verse 12. Na wala si kwa damu ya mbuzi na damu. Kwa damu yake mwenyewe. Bali kwa damu yake mwenyewe. Ya mara moja tu katika patakatifu. Aliingia mara moja tu katika patakatifu. Akiisha kupata ukombozi wa milele. Verse 22 mpaka 25. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kafara ya Kristo huondoa dhambi. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zifanyishwe kwa hizo. Acha nirudie. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe. Nakala za vitu zilizo mbinguni zisafishwe kwa hizo. Lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo.
yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Endelea. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Kristo hakuingia kwa patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndio mfano wa patakatifu halisi. Ati ndio mfano wa patakatifu halisi. Bali aliingia mbinguni hasa. Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Aonekane mbele za Mungu kwa ajili yetu. Endelea verse 25. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi. Kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka. Unasikia, kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Endelea. Kama ni hivyo, galimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi za dhabihu ya nafsi. Sawa. Kwa hivyo sasa Kristo aliingia mbinguni, AD 31 akaingia mbinguni katika hekalu ya mbinguni patakatifu, alafu akahudumu huko mpaka AD 1844 akaingia patakatifu kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi. Na katika hukumu ya upelelezi kuna kitu tumesikia Waisraeli walikuwa wanafanya. Number 1, katika siku ya upatanisho kulikuwa na ile tulisoma Holy Convocation, kusanyiko takatifu. Hiyo siku moja ilikuwa siku ya kusanyiko takatifu. Kwa hivyo spiritually saa hii tangu 1844 mpaka wakati huu inawezekana watu wakusanyike takatifu bila kufanya kazi na wao wamefunga, si haitawezekana. Lakini maanishaje? Inamaanisha kwamba tuwe katika hali ya ibada, tuwe katika hali wakati wote. Sasa uhusiano wetu na Kristo akiwa patakatifu uwe wakati wote daima. Mawazo yetu yote yanaleka kile kinafanyika hekaluni ya mbinguni. Mawazo yetu yote yanahitajika yatekwe nyara na kazi hii muhimu ambayo Kristo anafanya. Tuelewe hii kazi ambayo Kristo anafanya. Pia tukasikia walikuwa na tesa nafsi zao, na pia walikuwa wanatoa kafara ya moto kwa Bwana, na pia ilikuwa ni Sabato. Na hivyo wakifanya hivyo ndio sasa walikuwa wasafishwe na wafanyiwe upatanisho na kuhani. Sasa hiyo inamaanishaje? Tusome kitabu cha Mark chapter 3 verse 1. Mark chapter 3 verse 1. Teremuka. Angalieni, namtupa mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele zangu. Bwana mnamtafuta ataijilia hekalu yake ghafla. Naam. Yule mjumbe wa agano mnayemfurahia. Huyu mjumbe wa agano ni Yesu. Angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Endelea. Nasema lakini ni nani atakayestahimili? Kwa hivyo huyu mjumbe wa agano anaingia katika hekalu lake. Sasa hapa ni vile Kristo aliingia ghafla akatoka patakatifu akaingia patakatifu kwa ghafla. Na wale ambao walikuwa wanamtazama akiwa katika hekalu patakatifu wakamfuata mpaka hekalu ndani, sehemu ya ndani. Lakini pia inamaanisha zaidi. Tumesikia ni akina nani walikuwa wanatakaswa pia. Tumesikia ni watu. Kwa hivyo sasa
ni kitu gani Kristo anatafuta kufanya ndio litakase hekalu? Ni hekalu gani ambalo litasafishwa? Pia ni kitu gani kinaitwa hekalu katika Agano Jipya? Mama Karaja, ni kitu gani kinaitwa hekalu katika Agano Jipya? Tumesikia hekalu la Yahudi iliangamizwa na Romans. Daniel chapter 9 verse 26 na 27, last part yake. Sasa ni hekalu gani ilibaki? Kulibaki ile ya mbinguni ambayo ilikuwa ni ndio kwa halisi. Na pia kuna hekalu lingine ilibaki hapa duniani. Ni hekalu gani ile? Nani anaweza jaribu ni hekalu gani ilibaki hapa duniani? Sasa hekalu ilibaki ni kanisa tunakutana. Hekalu ambayo imebaki sasa ni watu wa Mungu. Watu wa Mungu ndio hekalu. Watu. Jina hekalu ina maana zaidi ya moja. Ina application zaidi ya moja. Maana ya kwanza, application moja ya hekalu ni kwamba ni a place in heaven, mahali ambapo iko mbinguni, nyumba ambayo iko mbinguni, ambapo Mungu alitengeneza na wala sio mwanadamu, ambayo tumesoma katika Hebrew chapter 8 verse 1 and 2. Pia kulikuwa na hekalu ya Moses ambayo ilitengenezwa kwa mfano ile ya mbinguni. Lakini hiyo tukasikia iliharibiwa na Romans mwaka wa AD 70. Kwa hivyo sasa ni hekalu gani imebaki? Kuna hekalu nyingine ambayo sasa ni miili yetu. Miili yetu. Hebu soma kitabu ya John chapter 2 verse 19. Yesu akajibu, akamwambia, "Livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha." Nami livunjeni. Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili limejengwa katika muda wa miaka 46. Hekalu hili limejengwa kwa miaka 46. Nawe utalisimamisha katika siku 3. Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Unasikia? Kwa hivyo kuna hekalu la mwili 1 Corinthians chapter 3 verse 17 na pia 6 verse 19. Anasema hamjui kwamba nyinyi mmekuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Hekalu la Mungu na kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Kwa hivyo hekalu ambalo sasa limebaki ni hekalu la mwili. Hekalu ambalo limebaki sasa ni hekalu la miili yetu. Hekalu ambalo limebaki ni hekalu la miili yetu. Hekalu ambalo limebaki ni hekalu la miili yetu. Kwa hivyo anaposema baada ya miaka 2300 watakatifu watakaswa, anamaanisha pia kusafishwa kwa watakatifu. Ujue ni watakatifu lakini wanatakaswa, wanakamilishwa katika tabia zao. Kwa hivyo Kristo saa hii inamaanisha hivi, anataka kuingia ndani yetu kwa njia ambayo ama kujifunua kwetu, kujidhihirisha kupitia kwa mwanadamu kwa njia ambayo hajajidhihirisha tena katika vizazi vingine vyote. Saa hii kuna Mungu anatafuta kupea watu wake roho wake ambaye inaitwa mvua ya masika, ndio ajifunue kupitia kwa watu wake kwa njia ambayo hakuja ifunuliwa mbeleni katika vizazi vingine vyote. Mkumbuke ni patakatifu panatakaswa. Kwa hivyo kuna kusafishwa ambapo Yesu anataka kutusafisha, ambayo hajawahi wasafisha watu wengine katika vizazi vingine vyote. Kanisa ambalo Yesu anakuja kuchukua. Hebu soma hiyo kitabu cha Mark, lakini kwanza malizia hiyo Mark chapter 3 kuanzia verse 2 sasa kuteremka.
Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama anapoonekana yeye? Ni nani atakayesimama anapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafisaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Unasikia, ni mfano wa mtu asafishaye fedha, mfano mtu afuaye nguo. Endelea. Naye ataketi kama asafisaye fedha na kuitakasa. Ataketi kama yeye asafishaye fedha na kuitakasa. Na atawatakasa wana wa Lawi. Atawatakasa wana wa Lawi. Atawasafisha kama dhahabu ya fedha. Atawasafisha kama dhahabu na fedha. Nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Kwa hivyo kuna kusafishwa ambapo Kristo anataka kusafisha watu wake kwa njia ambayo hajawahi safisha vizazi vingine vyote. Hebu soma mara kitabu cha Waefeso chapter 5 verse 27 usikie. Pia Paulo alielewa hiyo. Waefeso chapter 5 verse 27. Apate kujiletea kanisa tukufu. Anzia 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Ili kwa makusudi alitakasa na kulisafisha katika maji katika neno. Apate kujiletea kanisa tukufu. Apate kujiletea kanisa tukufu. Lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Unasikia, anataka kanisa kulisafisha kanisa lifikie kuwa perfected. Perfection. Bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Lisilo na mawaa. Kwa hivyo utakatifu ambao Kristo anataka kusafisha kanisa, na kwamba anataka kuwasafisha watakatifu wafikie perfection of character. Ni watakatifu ambao watakuwa wamesafishwa na wakakamilishwa. Na hawa ndio sasa Biblia inaita the remnants. Hebu soma kitabu cha Hebrew chapter 12 verse 24. Hebrew chapter 12 verse 24. Anzia 22 to 24. Bali ninyi mumeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Tumefikiria mji mtakatifu Sayuni wa mbinguni. Yerusalemu wa mbinguni. Majeshi ya malaika elfu nyingi. Majeshi ya malaika elfu nyingi. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Kanisa la kwanza walioandikwa mbinguni. Na Mungu mwamuzi wa watu wote. Unasikia picha inakuja judgment. Tunaambiwa Mungu aliyejaa judge, na pia kuna malaika wengi. Ni wapi tunasoma kuhusu Mungu akiwa mwamuzi na malaika wengi? Daniel chapter 9. Kwa hivyo hii inaleta wazo ya kwamba ni judgment. Alafu nasoma Hebrew chapter 12 verse 22 to 24. Na roho za watu wenye haki waliokamilika. Unasikia ati roho za watu wenye haki. Kwa hivyo they have been justified by faith. Justification by faith. Wanaanza na kuwa justified by faith. Alafu na Yesu mjumbe wa agano jipya. Na rudia tena. Roho na hiyo 24 za watu. Na Yesu mjumbe. Roho za watu hapo rudia. Roho na roho za watu wenye haki waliokamilika. Unasikia? Roho za watu wenye haki walio perfect. Hebu sikia, soma English. Nasema the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven. And to God the judge of all. To God the judge of all. And to the spirit of just men perfect. Made perfect. Just men made perfect.
Kwa hivyo sasa, na hawa ambao sasa ni just men made perfect ambao wanasimama katika Mount Zion, ni wapi pengine tunasoma katika kitabu cha Ufunuo? Revelation 14 verse 1 inaelezea kuhusu akina nani? Ufunuo 14 mstari wa kwanza, nikaona mwana kondoo amesimama katika mlima za pamoja na watu ambao hesabu yao ni wakiwa na jina la Mungu limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Verse 5 inaelezea hawa watu. Verse 5, soma verse 5, Revelation 14 verse 5. Na katika vinywa vyao hukuonekana uongo. Maana hawana mawaa. Unasikia hawana mawaa. So this is the same group ambayo imezungumzwa katika Mark chapter 3 verse 1 to for pia Hebrew chapter 12 verse 20 for Revelation 14 verse 1, na pia hawa wameelezewa pia na Zefania chapter 3. Hebu sikia vile wanaelezewa. Zefania chapter 3 verse 13. Zefania chapter 3 verse 13 pia inaelezea the remnants. The remnant of Israel hawatatenda uovu, shall do no iniquity, wala kusema uongo, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth. Maana watakula na kulala, they shall lie down, they shall feed and lie down, wala hapana mtu atakayewaogofya. Unasikia ati watakula na watapumzika. Sasa ni kwaje kwamba watapokea Yesu, watashika amri za Mungu, na kwa hivyo watapewa kitu kinaitwa pumziko, na hawatakuwa na fear. Kwa hivyo watakuwa wameondolewa the spirit of fear. Second Timothy inasema God has not given us the spirit of fear but of love and courage of a sober mind. Kwanza kwamba watakuwa wamejazwa na the latter rain. Latter rain watapewa rest. So watakuwa na rest, watakuwa na Sabbath rest. Revelation 14:12 inasema kwamba here is the patient of the saints. Here are they that do keep the commandments of God and the faith of Jesus. Na katika Revelation 12 verse 17 here inasema the dragon was wroth with the woman and he went to make war with the remnants of her seed which keep the commandments of God and the testimony of Jesus. Kumaanisha kwamba hawa hawatakuwa afraid, hata kama watakuwa wanateswa na dragon, hawatakuwa afraid, hawataogopa atakufa, watakuwa wamepewa victory. Wacha nisome Great Controversy ndio tutoke hapo. Great Controversy page 425 inasema those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above are to stand in the sight of a holy God without a mediator. Ati wale ambao watakuwa naishi duniani wakati huduma ya Kristo ya upatanisho itaisha hekaluni la juu, watasimama mbele za Mungu mtakatifu, Mungu aliye mtakatifu bila mwombezi. Their robes must be spotless, mavazi yao lazima yawe hayana doa. Their characters must be purified from sin by the blood of sprinkling. Through the grace of God, kupitia kwa neema ya Mungu and their own diligent effort na juhudi zao, they must be conquerors in the battle with evil. Lazima wao wameshinda na uovu na wakashinda. While the investigative judgment is going forward in heaven, wakati hukumu ya upelelezi inaendelea mbele mbinguni,
while the sins of the penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification. Kutakuwa na kazi speciali ya utakaso of putting away of sin, ya kuachilia dhambi among God's people upon the earth, miongoni mwa watu wa Mungu dunia. This work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. So Revelation 14 yote inaelezea kazi hii ambayo ni ya kusafisha watakatifu mpaka kuwakamilisha katika tabia zao. Haya. Kwa hivyo pia tukasikia watakuwa wanafanya kitu kinaitwa afflicting of souls. Hebu tuende katika hiyo afflicting of souls. Great Controversy page 489.3. Great Controversy 489.3. 489.3. Aha. Inasema hivi, we are now living in the great day of atonement. Saa hii tunaishi katika sikukuu ya upatani. In the typical service, katika ile mfano, while the high priest was making the atonement for Israel, wakati kuhani mkuu alikuwa anafanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, all were required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before God. Before the Lord, watu wote walikuwa wanahitajika kutesa nafsi zao kwa toba ya dhambi na kujinyenyekeza mbele za Bwana, lest they should be cut off from among the people, wasije wakakataliwa bali na watu wa Mungu. In like manner, sababa, all who would have their names written in the book of life, what about majina yao yatadumishwa katika kitabu cha uzima, should now in the few remaining days of their probation, wanahitajika katika siku chache zilizobaki za probation, afflict their souls, waweze kutesa nafsi zao before God by sorrow for sin. Unasikia, and to repent, tunahitajika kutubia dhambi na kuwa na toba ya kweli. There must be deep faithful searching of heart. Lazima kuwe na kule kuchunguza moyo, deep searching of heart. Kwa hivyo kila siku ni vizuri tutafute kuleta mioyo yetu kwa Kristo katika patakatifu. Afanye nini? Atuchunguze mioyo yetu. The light frivolous spirit indulged by so many professed Christians must be put away. There is an honest warfare before us, or who would subdue the evil tendencies of the stray for mastery. Kwa hivyo tuelewa kwamba kuna kazi ya kuweka dhambi zote chini. Kitu kingine ilikuwa ni kutoa kafara kwa moto by unto God. Sasa lazima tutoe. Ni kafara gani kubwa Mungu anataka tutoe? Sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tunahitaji kujitoa kama kafara. Hebrews 12:1 anasemaje? Na tu itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Sasa hii kazi ni ya judgment. Ukisoma Daniel chapter 7 verse inasema kwamba kisha nikaona viti vya enzi zikawe na mmoja aliye mzee wa siku akafanya nini? Akaketi na vitabu vikafunguliwa na hukumu ikafanya nini? Ikaanza. Hii hukumu bado inazungumziwa na Daniel chapter 7 verse 9 to 10. Halafu verse 11 Yesu akaja na mawingu. Yesu
mwana wa yule ambaye anaonekana katika Daniel chapter 9 verse 13, Kristo akija mbele za Baba ku decide katika the judgment. Baba ndiye deciding judge na Kristo ndiye Baba ndiye sitting judge ama presiding judge, alafu Kristo ndiye deciding judge. Na hii sasa ndio inatangaza na malaika wa kwanza. Wakati siku hizi karibia kumalizika, Mungu aliindua Advent movement. Advent movement ni jibu gani? Passage of message inasemaje Mama Karaja? Ujumbe wake wa kwanza unatangaza mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, sio imekaribia. Kwa hivyo ni hukumu gani sasa malaika wa kwanza anasema imekuja? Ni hii ambayo ilitangazwa na Danieli 8 mstari wa 14, ambayo pia Danieli aliona katika Daniel chapter 7 verse 9 to 10. Hiyo ndio hukumu sasa anatangazwa imekuja 22nd October 1844. Tumesikia kwamba katika hii siku ya upatanisho kitu ambaye hakujihoji alikuwa anafanya nini? Anakataliwa kwa hivyo kulikuwa na ile tunaita judgment, ilikuwa the day of judgment. Yom Kippur, the day of judgment. Na katika the day of judgment hii ni ambayo inaitwa investigative judgment. Investigative judgment ni hukumu ambayo Mungu anapeleleza kabla ku execute the judgment, na ni biblical. Hata kama katika Biblia hakuna, hutapata jina investigative judgment. Kuna hiyo wazo ya kwamba kabla Mungu akiwa righteous judge hawezi kuja kujaji tu na akose kupeleleza kwanza. Revelation 22 verse 11 anasema mwenye kudhulumu na hazina kudhuru, mchafu hazina kuwa mchafu, mtakatifu hazina kutaka, mwenye haki hazina kutenda Tazama naja upesi na ujira wangu nami kumlipa kila mtu kama ujira wake, kama kazi yake ilivyo. Kwa hivyo wakati wa mwisho watakatifu watatakaswa. Unaona sasa, unaona hiyo ishara ya perfection of the saints. Mtakatifu hazina kutaka na mwenye haki hazina kufanya. Mnaona hiyo view wazi ya kwamba watakatifu watataka. Ni akina nani wanatakaswa katika the first news message? Ni wale ambao ni watakatifu. Daniel chapter 8 verse 14, patakatifu, hii jina patakatifu, wale ni wale ambao ni watakatifu, lakini watataka kaso mpaka kukamilishwa. Ndio nasema mtakatifu na hazina kufanya nini? Di mpaka akamilike katika tabia. So hii ni wale ambao ni watakatifu. Hii ni wale ambao ni watakatifu wanafanywa hii. Sasa ninapoenda kutamatisha niseme katika Bible kuna hiyo hukumu. Wakati Mungu alipokuja kabla Mungu kuhukumu Adam na Eve. Si Adam na Eve walikula matunda ya kujua mema na mabaya wakatenda dhambi. Si walikuwa akufe. Lakini Mungu alikuja mara moja tu akawaambia mtakufa. Alianza aje? Baada ya kuwapea sheria na wakavuja, alikuja tu kuambia mtakufa sasa. Alikuja na mbinu gani? Ni sawa, lakini alipeleleza akawaambia, akamuuliza Adamu, kwani ulifanya nini? Ulikula. Akaja kwa mwanamke na alafu kwa nyoka. Unaona sasa, hiyo ilikuwa hukumu ya upelelezi kabla kuwapea justice ya kwamba wewe ni mavumbi na utarudi kwa mavumbi. Kulikuwa na kuchukua, sio kama Mungu hakuwa anajua amelikula, alikuwa anauliza. Ilikuwa ni hukumu ya upelelezi. Mungu haifanyi sababu yeye hajui. Yeye anajua everything, lakini ni kwa ajili ya wengi ndio wengine wajua kwamba Mungu alifuata njia zote kama ile ambaye ni righteous judge. Alipokuja kwa Kaini alimwambiaje Kaini? Ako wapi ndugu yako? Alijua kwamba
Kaini hayuko, kwani Mungu hakujua Abel amekufa, ameuawa? Lakini mbona anamuuliza, mbona ndugu yako ako wapi? Si unaona Mungu anapeleleza kwanza, lakini sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya wengi, kwa sababu yeye is a righteous judge. Na alipokuja kwa walipotengeneza mnara wa Babel, kabla ya kuwachafulia lugha, aliwaulizaje? Alisema wacha tuteremke tuone kama vile watoto wa wanadamu wanafaa. Unaona, sasa akateremka. Sio kama Mungu hawezi kuona akiwa mbinguni, anaona vizuri, lakini kwa sababu ya kupeleleza, anakuja kupeleleza aone kama ni kweli wametengeneza yaani anajua katika viatu zetu. Kwa God is a righteous judge. Hawezi kuleta hukumu kabla hajafanya nini? Hajapeleleza. Kabla kuangamiza Sodom na Gomora, Yesu alipitia kwa Abraham. Akamwambia tunaenda kuangamiza Sodom. Sasa ndio kukaza ile kujaribu kufanya nini? Yaani kuombea Sodom. Abraham akauliza, kungekuwa na watu 50 ungeangamiza 40, 35, 10 hivyo. Na kabla hata kuangamiza Sodom, si walikuja wale malaika wawili wakichukua mwili waone kana kwamba vile Sodom inasemekana ndivyo ilivyo. Na wale watu wa Sodom kwa kweli wakaonyesha kwamba wao hawastahili rehema tena. Ndio sasa kabla kuangamiza Sodom na Gomora na moto, kwanza kulikuwa na upelele, wakaonekana kwa kweli hawa wamefikia katika hali ya kuangamizwa. Pia katika Agano Jipya, kabla Kristo kuja mara pili, kuna parable ya the king ambaye anafanyia mwanawake harusi. Mathayo chapter 22. Baada ya kuita watu wote na karamu inakajaa, alikuja kuangalia wale wageni. Soma hiyo verse. Akaona ndani yake kuna mmoja ambaye hakuwa na vazi la harusi. Unaona? Sasa hiyo ni ile tunaita investigative judgment. Haimaanishi kwamba yule mtu alikuwa mbinguni tayari, lakini ni hapa duniani. Inasemaje basi 11, Mathayo 22 verse 11. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mule mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambiaje? Rafiki, uliingiaje huku nawe? Huna vazi la harusi. Naye akatekewa, akafurushwa nje. Halafu mfalme akawaambia watumishi, mvungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko atakuwako kilio na kusala mbele. Unasikia, hiyo ilikuwa ni aina ya parable, ilikuwa ni mfano wa investigative judgment. Na hiyo sisi ndio tunaangaliwa sasa. Kama tutavaa mavazi ya harusi ambayo ni haki ya Yesu, ambayo inaonekana kwa kushika sheria za Mungu kikamilifu, tutakuja kutupwa nje. Tukikataa haki ya Yesu ambayo ni obedience, perfectly obeying the 10 commandments, tukiongozwa na Roho, tutakuja kutupwa nje. Fungu la kumalizia kitabu cha COL page 310 paragraph 1. By the king's examination of the guests at the feast is represented a work of judgment. Ati hii mfalme kuja na kuangalia, kutazama wageni katika karamu inawakilishwa na hukumu. The guests at the gospel feast are those who profess to serve God. Ati wale wageni ni wale ambao wanadai kumtumikia Mungu, those whose names are written in the book of life, wale ambao majina yameandikwa katika kitabu cha uzima. But not all who profess to be Christians are true disciples. Sio wote ambao wanakiri kuwa ni Wakristo ni wanafunzi wa kweli. Before the final reward is given, kabla ya thawabu ya mwisho kupeanwa, it must be decided who are fitted to share the inheritance of the righteous. This decision must be made prior to the second coming of
Christ in the clouds of heaven. Kwa hivyo maamuzi haya yanahitajika, lazima ifanywe kabla Kristo akaje kuja na mawingu ya mbinguni. For when he comes, his reward is with him. Maana anapokuja atakuja na kila na thawabu yake. Before his coming, then kabla akuje, the character of every man's work will have been determined. Tabia kila mtu itakuwa imeamuliwa. And to every one of Christ's followers, the reward will have been apportioned according to his deeds. It is while men are still dwelling upon the earth that the work of investigative judgment takes place in the courts of heaven. Ni wakati watu wanakaa duniani, hukumu itakuwa mbinguni. The lives of all his professed followers must pass review before God. Maisha ya wote ambao wanakiri ni wanafunzi, watumishi wake, lazima ipite mbele yake. All are examined according to the record of the books of heaven. Wote wanachukuza kulingana na vitabu ambavyo vimeandikwa mbinguni. And according to his deeds, the destiny of each is forever fixed. Kwa hivyo basi, kama hivyo ndivyo ilivyo, basi tutafanyaje ndio tusimame katika hukumu? Mafungu ya Biblia mawili. Katika hukumu tutajuma na nini? James chapter 2 verse 10 to 11. Atakayeshika ile sheria yote ili ajikoe katika neno moja amekwisha kuja yo. Maana aliyesema usiue pia alisema usizini. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umekuwa mkuja sheria. Semeni basi na kutenda kama watu wataka hukumu na sheria ya uhuru. Lakini tuelewe, ili tushike sheria za Mungu lazima tuwe ndani ya Kristo, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo sasa hatutaogopa katika siku ya hukumu. First John chapter 4 verse 18 nasema tuna ujasiri katika siku ya hukumu, kwa sababu kama alivyokuwa duniani ndivyo na sisi tuli, as he was so are we. So itawezekana tusimame katika hukumu, na kuna wale watapita hiyo hukumu na wataweza kuenda mbinguni Yesu akija mara ya pili. Basi wacha tumalizie na ombi. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu, kwa sababu wewe ni hakimu mwenye haki. Hawezi kuhukumu, hawezi kutekeleza hukumu kabla haujapea watu rehema, na hata lazima pia wachunguze uone kama wamepita mipaka. Tunashukuru kwa kutufunulia ukweli huu ya kwamba tangu mwaka wa 1844 hukumu ya upelelezi imekuwa ikiendelea na waliokufa, na hivi karibuni itaingia na walio hai. Baba, tunaomba utuelekeze kwa Kristo mapema ndio tuweze kutakasika, tukamilishwe katika tabia zetu, tusimame tukishika amri zako, ndio tuweze tukiongozwa na Roho wako, ndio tuweze kusimama katika hukumu ya upelelezi. Tunaomba usaidie kujihoji, tuchunguze mioyo yetu, uone kama ndani yetu kuna njia ya mauti. Tunaomba utuondoe katika njia hii ya mauti na kutuweka katika njia ya uzima. Tukumbuke sisi wote, na ni katika jina la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.